Urithi wa kitamaduni ni tunu yenye thamani kubwa. Ni kigezo muhimu kinachoonyesha uwezo wa mwanadamu katika kujiletea maendeleo na kupambana na mazingira yake. Kwa kutazama vitu hivi vya kale, tunapata hisia mbalimbali za maisha ya watu wa kale yalivyokuwa katika sayansi, teknolojia, utamaduni na uchumi. Makumbusho ya Mtemi Chifu Mkwawa ni sehemu pekee nchini Tanzania iliyohifadhi tunu za urithi wa kitamaduni wa kabila la Wahehe. Mahala hapa ni kama kisima cha elimu juu ya mila na desturi za kabila Wahehe, kama vile tawala za jadi, teknolojia za kale, sanaa na utamaduni. Yote haya yanaposimuliwa hufufua uhai wa watu wa kale kana kwamba wanaishi. Katika sehemu hii ya 4 na kuingiza tena kwenye kilinge cha Mtemi Chifu Mkwawa, ni kusimulie hadithi ya karne ya 19 ya Mtemi Chifu Mkwawa katika zama zake. Mwishoni mwa karne ya 19, vita baina ya Wajerumani na jeshi la Chifu Mkwawa ilipamba moto. Hiki kilikuwa kifaa muhimu sana cha zana za kivita cha Chifu Mkwawa. Kilitumika kama rada ya kivita iliyokuwa na pembe 4, yaani kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Ndani ya kila kijimtungi yaliwekwa maji, na endapo maji ya kijimtungi cha kaskazini yaligeuka rangi na kuwa damu, tayari ubashiri ulionyesha kuwa adui anatokea kaskazini kuvamia himaya ya Chifu Mkwawa. Hivyo jeshi likaya tayari. Zamani tukumbuke, kulikuwa kunatokea vita vya ukabila. Makabila yenyewe yalikuwa yanatokieje? Kuna sehemu machifu walikuwa wanatokea wanauza pengine watu katika nchi fulani, wanawauza watu. Sasa watu wakiona wanapotea, Mkwawa walimchukulia ni mtu wa kuweza kuwatetea. Watu wengi kutoka mikoa mbalimbali walikuwa wanamkimbilia Mkwawa na kuja kutoa malalamiko kuwa, bwana, sisi kwetu kuna watu wanapotea katika hali ambayo hatuelewi. Basi Mkwawa alikuwa anakwenda kumuita yule chifu eneo lile na kuweza kumhoji, vipi watu wako wanapotea nchi yako na wewe uchukue hatua zozote. Baada ya kumhoji yule chifu, kama ataleta majigambo labda kwamba utanifanya nini mimi bwana, usinibabaishe, niko kwenye nchi yangu, basi Mkwawa alikuwa anachukua jukumu la kwenda kupigana. Sasa kwa sababu alikuwa anapigana vita vingi sana, anaweza kuwa ameenda vita ile anayoona ni kali sana, inabidi na yeye aende na askari wake. Alafu wanaweza katokea adui tena nyuma yake, wakaja nayo kumshambulia huku kutoka sehemu nyingine. Wakati huo mikoa ilikuwa inaitwa ni nchi, kwa hiyo tunasema kutoka nchi nyingine. Sasa wanapomshambulia huku, yeye akiwa porini huko anapata taarifa kwamba nchini kwako bana, kuna watu wameingia kushambulia. Kwa hiyo alikuwa anaweza kuchukua ulezi, anaweka huku na ulezi mwingine anaweka huku. Humu ndani kunakuwa kuna dawa. Anapuliza moto, anaweka mtungi huu kwenye moto. Sasa dawa ile inaanza kutoa povu. Akishaona huku kunakuwa ni maadui na huku ndio kwake. Sasa akishaona ile dawa inamwagika inazima sana kwa maadui, yani povu linatoka linazimisha moto, linazima ulezi wa kwa maadui huku, na huku kwake unazidi kupasuka, anaanza kujua kuwa huku kwake anaelemewa na anajua kabisa hali sio nzuri. Na kama akiona
ile povu linazima sana kwake, huko maadui kunapasuka sana, basi moja kwa moja anashangilia kwamba huko mambo mazuri. Kwa hiyo hii ilikuwa nikimsaidia kumpa hali, kama kuna hali nzuri au kuna hali mbaya. Kwa hiyo gundua kuna hali mbaya kwamba watu wangu wanaelemewa, basi moja kwa moja na punguza kama jeshi la huku na kulituma kwamba rudini haraka mkafahamu kasaidie kule, hali sio nzuri. Urithi wa kitamaduni huu, na hivi vitu ni kutoka zama za Mkwawa. Ni kutoka zama za Mkwawa, isipokuwa tunasema baadhi ya jamaa zetu ambao labda walikuwa hatuelewi wakati kabla sisi hatuja tunafanya kazi hapa, walichukua maamuzi ya kuvipaka rangi, ambao watu wengi wanasema hawakufanya vyema kupaka rangi, ilibidi vibaki na rangi ile ya asili. Lakini sasa mpaka rangi. Haya mtazamaji, nimeguswa na neno moja. Vitu vya asili huruhusiwi kupaka rangi wala kuandika chochote pale. Mambo ya kale yanatakiwa baki katika asili yake hivyo hivyo. Isipokuwa umuone mtaalamu wa sayansi ya mambo ya kale, yeye anaweza kukushauri ufanye nini kama kitu chako kimebomoka, wenyewe wanajua hivyo. Lakini ni marufuku kupaka rangi wala kubadilisha kitu chochote cha mambo ya kale. Nakupa angalizo hilo. Hai, tunaendelea. Kuna kitu hapa, kuna kinu hapo. Kuna kinu. Nafikiri kiandae vizuri, tusimame kidogo tuweze kukiona kinu kwa undani kabisa. Hiki kinu kwa lugha ya Kihehe kinaitwa lituli. Lituli. Lituli lilikuwa linatumika kukobolea mahindi, kisamvu na baadhi ya kwa mfano karanga, alizeti walikuwa wanatumia kukobolea kinu kama hivi. Na huu hapa tunaita mtwango. Mtwango ni mchi ambao ulitumika kutwangia mahindi. Wanapotwanga kwa kioo wanasema kuku usula. Kama unavyoona hivi. Sio karibu. Hapana, haiwezi kuharibika niko. Kwa hiyo kilitumika kama unavyoona, kimekuwa ni kinu kikongwe. Kimetumika toka zama hizo, wakati wa Chifu Mkwawa, wake zake na baadhi ya wakina mama wakati wa Chifu Mkwawa walitumia vifaa kama hivi, majirani zake. Ila sasa hivi kwa sababu mashine zimekuwa nyingi sasa za kukoboa, basi sasa hivi vimebaki ni vya maonyesho kama tunaonyeshwa, na tunajitahidi kuwapa mazoezi dada zetu. Baadhi ya dada zetu wengi wanakuja kutembelea hapa kutoka vyuo vikuu na sehemu mbalimbali, ili kuambia kidogo wao wanafanya mazoezi kwa wakakamavu, kwa sababu wakijaribu kutwanga wengi wanashindwa, wanaona anatwanga anashindwa kabisa. Wanambia sasa kama bibi yako aliweza kutwanga debe 3, wewe kwa nini unashindwa kutwanga? Mche ni mzito. Mche ni mzito sana. Ndio. Sawa, mtazamaji, umeweza kuona vitu vya kale kabisa. Kwa mfano hiki kinu cha zama za Mkwawa, wake wa Mkwawa walikuwa wanatumia kinu hiki kutwangia. Ni siku nyingi sana, na mti huu sijui hata ni mti gani, lakini unaonekana ni mti imara kabisa, ambao kwa kweli ni historia nzuri ambayo leo nimeona nikuletee na uweze kuona jinsi gani zama za kale. Na huu mti umeuona, sijui ni mti gani? Huu unaitwa mpingo. Mpingo, mti na kweli ni mzito hasa. Ndio. Mamia ya wanafunzi wa sekondari na vyuo vikuu nchini Tanzania hufurika kila mwaka katika makumbusho hii ya Chifu Mkwawa hapa Kalenga mkoani Iringa. Lengo likiwa ni kutalii na kujifunza juu ya urithi wa kitamaduni wa kabila la Wahehe. Nipo katika makumbusho ya Kalenga kwa ajili ya kujifunza mengi kihistoria. Kwa mfano nataka nijifunze, nijue Mkwawa alikuwa ni mtu gani, kwa sababu nilikuwa nasikia tu kithiori kwamba kulikuwa na mtu fulani anaitwa Mkwawa, lakini nilikuwa sijawahi jua hata ili kuona ile hali mazingira ya penyewe. Nimejifunza vitu vingi kwa kweli. Kwa mfano zile jamii za kale inaonekana kwamba na zenyewe zilikuwa zimeendelea kiteknolojia. Sababu nimeona jinsi walivyokuwa na chonga mawe kutoka sehemu mbalimbali kutengeneza silaha zao ambazo walitumia katika mambo mbalimbali. Naitwa Isaac Michael. Mimi nasoma Tosamaganga form 6. Nasoma masomo nachukua uchumi, jiografia na hisabati.
Cha msingi nilichojifunza ni kwamba namna wazee wetu wa zamani walivyokuwa wanajitahidi kujilinda kutoka maadui kutoka nje ambao walikuwa wanataka wavamie nchi yetu, wachukue rasilimali tulizonazo. Kingine ni kwamba nilichojifunza kwamba mambo kama nilikuwa nasikia tu kwenye historia, nilikuwa nasoma historia olevo huko shule ya msingi kwamba tulikuwa na machifu wakubwa kama kina Mkwawa ambao walipigana machifu wengi tumasikia, lakini Mkwawa naona ndio kama chifu mkubwa sana aliyepigana sana na wavamizi kutoka nje ya Wajerumani. Of course nimekuwa nikisikia toka shule ya msingi nimekuwa nikisoma sana about hii historia ya Mkwawa Kalenga, nimekuwa nikisikia mengi, kwa nikaona leo nije nione mwenyewe nini kigeni juu ya eneo hili la Kalenga na historia ya Mkwawa kiujumla. Sasa umejifunza nini baada ya kufika wewe hapa leo? Of course mambo mengi nimejifunza, ikiwemo nimejifunza namna watu wa kale walivyokuwa wanaishi, namna walivyokuwa na resist zidi ya maadui, na nimegundua kwamba ni watu wa zamani walikuwa wanaheshimu sana viongozi, na viongozi walikuwa ndo msingi wa kila kitu, walikuwa na organize watu katika kufanya economic activities mbalimbali na mambo mengi yanayohusiana nayo. Na ningejaribu kuishauri serikali kwamba iangalie namna mbalimbali ambazo ingeweza kupromote utalii wa ndani, kwa sababu hivi vitu ni muhimu, kwa sababu Watanzania ndo wahusika wakubwa wa hivi vitu, lakini imetokea kwamba ni watu wa nje ndo wanafaidika na hivi vitu, lakini sisi wenyeji inakuwa ni hatuhusiani nayo mambo. Afu kitu cha pili ni kwamba serikali ingeshauri kwamba niweze kuboresha ni zile sehemu zote za makumbusho, kwa sababu ukiangalia katika sehemu kama Isimila of course haijaboreshwa yani kama inavyotakiwa. Ukiangalia barabara haijawekwa lami, kwa hiyo of course yani utalii inakuwa ni vigumu. Yani kwa ningependa kuishauri serikali kwamba iangalie maeneo kama hayo, yani sehemu zote zenye utalii iweze kuboresha. Naitwa Yohani Duai. Ninatoka shule ya Tosamaganga Sekondari, nasoma kidato cha 6 combination ya PCB. Leo nimejifunza zaidi sana ujasiri wa Chief Mkwawa kupambana na wazungu wakati wakiwa na silaha tena ambazo zina ubora wa juu, lakini yeye hakujali hilo. Na unawaambia nini wanafunzi wenzako ambao pengine popote Tanzania hawajapata bahati kufika hapa katika makumbusho hii ya Kalenga kwenye himaya ya Chief Mkwawa? Mimi nawaambia kwamba maisha ni historia, pengine siku moja jitahidi ufike tu mahali hapa. Watalii wengi wanaobahatika kutembelea makumbusho hii hupata nafasi ya kuketi kitako, huku Fanani akiwasimulia hekaya za kale za Mtemi Chief Mkwawa. Kamwene nyera mnogage. Karibu sana, hapa ndio sehemu ya historia ya Chief Mkwawa. Jina langu ambaye nitakao hapa historia naitwa Zuberi Selemani Mlipano Mtikapango ni Mvangifidunda Magamba. Baada ya kuwapa jina hili, ni jina refu kidogo lakini msishangae ndio nilivyo mwenzenu. Sasa naomba nianze na historia ya Chief Mkwawa. Mkwawa amezaliwa mwaka 1855 katika kijiji cha Longemba. Baba yake aliitwa Mnyigumba Mwamuyinga, lakini jina la utoto aliitwa Benini Mavega Gandembwe. Mama yake aliitwa Muyumbila Sengimba. Mkwawa baada ya kutimiza umri wa miaka 23 aliweza kumkomboa baba yake. Baba yake alikuwa anapigana vita vya ukabila vingi sana. Kipindi hicho alikuja kupigana na Wangoni. Wakati ampigana na Wangoni walikuja kumshambulia usiku, baba yake akaamua kukimbilia mlima wa Nyamlenge, lakini Mkwawa alikimbilia eneo jingine. Wangoni wakamuona alipoenda babake Mkwawa, wakaenda akamzingira, akalazimika kuingia kwenye pango. Akiwa ndani ya pango, Wangoni walipuliza moto ili afie ndani ya pango. Lakini Mkwawa akapata taarifa kwamba babake amefungiwa ndani ya pango. Hakukubali. Alikusanya jeshi, akaenda pale kwenye ule mlima, akapambana na Wangoni. Lakini palikuwa pana kazi kubwa kidogo. Kama tunavyokumbuka vita vya zamani, walikuwa wanatumia na utaalamu mwingine ambao sasa hivi tunaita kamati za ufundi. Sawa jamani? Kwa hiyo baada ya Mkwawa kufika eneo lile,
kwa sababu tayari alikuwa amepata mafunzo yote kwa babake. Alifanya mbinu alizokuwa amefundishwa na babake. Babake akiwa ndani ya pango na dawa yake inaitwa Lihomelo, aliona dawa yote imegeuka kuwa damu tupu. Akamwambia, leo tunakombolewa kwa sababu mkubwa kafika, yani mwanae. Ni kweli usiku wa manane, Wangoni walala usingizi. Askari wote wa Mkwawa walitoka kwenye lile pango, lakini Mnyigumba aliwapa amri moja kwamba msimkanyage hata mmoja askari wa Kingoni, wala msimpige mkuki. Walishuka wote mpaka kule chini. Wakiwa chini ya mlima, Wangoni waliamka hapa kuangalia kuna mtu ndani ya pango, wakaanza kulaumiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa vipi wewe ulilala mpaka wametoka, na sasa vipi wewe ulilala? Basi Mkwawa askari wake kwa hasira jizi ya shida waliozipata mle pangoni, walinoa mikuki, na ili kuangalia mkuki una uwezo gani wa kumla adui, walikuwa wanatoa ulimi kidogo hivi afu anakata. Basi wakiwa chini wanasubiri Wangoni kama watateremka, Mkwawa aliuliza ni nani anaweza kupanda kule juu ili akawachanganye Wangoni washuke, wakimfukuza yeye ili si tupande juu ya mlima. Maana tukianza kupandisha tu hivi wanaweza. Kwa jina naitwa Joakim Mazieta kutoka chuo cha Mkwawa. Nipo mwaka wa kwanza. Mimi binafsi nafurahi sana kuja kutembelea hayo makumbusho ya Mkwawa. Nimepata maarifa mengi sana. Mwanzoni wakati nilipokuwa nasoma shule ya msingi na sekondari nilisikia tu kinadharia. Sasa nimekuja kuona kwa vitendo. Kwa hiyo ningeomba zaidi hasa serikali ya Tanzania ione umuhimu wa kutunza mazingira haya na sehemu zingine za ukumbusho. Nadhani katika taaluma yangu ya walimu hata nikienda kufundisha shuleni nitatumia uwezo nilioona hapa na makumbusho haya nimeona kwa vitendo. Kwa hiyo nimepata ujuzi mkubwa sana. Na pia naomba wanafunzi wenzangu waje waangalie hayo makumbusho, sio kusoma tu kwenye vitabu. Mimi naitwa Zakayo Kipege. Nasoma mwaka wa kwanza na nimechukua kozi ya education. Kwa kweli nimejifunza umahiri wa Mkwawa mwenyewe na historia nzima ya Mkwawa na umaarufu ambao waliutumia kuwateka Wajerumani. Naitwa Salha Sheki, niko chuo cha Mkwawa nasoma education. Mwalimu mtarajiwa. Mwalimu. Haya, tuelezee umejifunza nini mwalimu hapa? Mimi kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana kwa sababu hatujaanzia hapa, tumeanzia huko ambako kuna kwenye ile Stone Age tumeanza huko na tukaja tukamalizia hapa. Kwa hiyo nimeona kwamba kuna umuhimu sana kusoma mambo kwa kuona zaidi, sio kwa kutumia nadharia zaidi. Kwa ujumla nimejifunza vitu vingi, kwa hiyo nashauri endapo walimu wenzangu ambao wanaendelea kuja au ambao wako tayari wanaweza kutembelea vitu kama hivi na wanafunzi wao kwa ujumla. Mimi ujumbe wangu kwa serikali kwamba hivi vituo waviboreshe zaidi kwa ajili ya kufanya kwamba watu wawe na ile hamasa kwenda kutembelea sehemu, labda unapoanzia huko njiani huko unaona kabisa kwamba hapa tunapoelekea tunaenda kuona kitu fulani. Kwa hiyo mazingira yaboreshwe zaidi . Katika vita baina ya Wajerumani na Chifu Mkwawa, ujasiri kwenye vita ulizingatiwa sana na jeshi la jadi la Chifu Mkwawa. Kwa wale wanajeshi waoga kwenye vita, sheria kali ilitungwa juu yao ambapo iliamriwa kwa kila mwanajeshi anapokuwa vitani alitakiwa alete sehemu za siri za kiume ili kumuonesha Chifu Mkwawa ni maadui wangapi amewaua. Umeona huu kama design ya mwiba huu wa chuma, askari wa Mkwawa walikuwa wanatakiwa, wale ambao walikuwa wanaogopa vita na kujificha, ambao walikuwa wafanyi kazi vizuri, walikuwa wanakamatiwa hapa, kwa sababu askari atakiwa akishaua Mjerumani anakata sehemu zake za siri na anachomeka zile kama mishikaki, zinakuwa zimepangwa vizuri kabisa kama mishikaki,
kwenda kumuonesha Chifu Mkwawa ni watu wangapi ameweza kuangamiza ama adui wangapi ameweza kuangamiza. Lakini lengo lilikuwa ni kwamba kuwafundisha wale wavivu ambao walikuwa wanajificha na kurudi jeshini wakidai kwamba wameweza kufanya kazi kubwa. Haya ni mambo mazuri kabisa ambayo nimeweza kuyaona katika makumbusho haya adhimu ya taifa letu. Na kwa wale wanajeshi waoga walipewa adhabu kali na chifu kwa kutokutimiza wajibu wao kijasiri kwenye vita. Kuongezeka kwa watalii wa ndani wanaotembelea maeneo ya vivutio vya kihistoria nchini Tanzania ni jambo linaloleta faraja kubwa, kuwa Watanzania sasa wana uelewa mpana kuhusu umuhimu wa kutembelea maeneo haya ya kihistoria ili kujifunza na pia kuvumbua ubunifu zaidi katika kutumia rasilimali za watu wa kale. Watu wengi wapende kutembelea wawe ule utalii wa ndani. Nasema utalii wa ndani wajitahidi wengi sana, kwa ajili mambo mengine haya ni hapo tunao sisi wenyewe wa Tanzania, lakini unashangaa wazungu wanatoka nje, lakini sisi kama Watanzania unashangaa hapa kama huyu msimuliaji anasema watalii wengi wanatoka kutoka nje, lakini sasa sisi kama humu ndani bado hatujahamasika. Wao naenda kuhamasisha sana mambo watu sio nasikia tu kwenye historia, tuje wenyewe tushuhudie. Kwa jiki kiingilio chenyewe sio kikubwa sana kama Mtanzania wa ndani. Natoa ujumbe kwa watazamaji kwamba watu tuwe na mwamko wa kuangalia hivi vitu vyetu, yani kuvitunza, ili kwamba hata vizazi vijavyo viweze kufaidika kwa hili. Mkwawa aliuliza ni nani anaweza kupanda kule juu ili akawachanganye Wangoni washuke wakimfukuza yeye ili si tupande juu ya mlima. Maana tukianza kupandisha tu hivi hivi wanaweza kutuwai na mishali yao wakatumaliza. Ndipo akajitokeza mzee mmoja ambaye kwa jina aliitwa Luvingo. Akasema mimi niko tayari kupanda. Alichukua makengele mengi akapanda juu ya mlima, na alikuwa na kamba zake nyingi, akawa anafunga pale kamba moja na kengele anafunga pale, akafunga nyingi sana. Kisha akapiga ngolo ambayo inaitwa kiguto. Baada ya kupiga zile kelele, Wangoni wakajua kuna adui huku juu, wakaanza kufukuza. Yeye akawa anakimbia. Wakati anakimbia akawa anavuta kamba. Akivuta kamba anajua kuna adui, Wangoni wanasambaa, kumbe ni yeye peke yake. Basi yule bwana alikimbia, na huku akitaka kumsogelea wengine na huwa anawapiga na mikuki, mpaka akafanikiwa kuwatelemsha Wangoni na Wahehe wakapanda juu ya mlima. Pale moja kwa moja Mkwawa na babake Mnyigumba walimuita yule Luvingo, wakamwambia jina lako la Luvingo halikufai kutokana na ushujaa namna ulivyofanya kujitoa muhanga na kwenda kuwaporomosha Wangoni kule mlimani. Ndipo akapewa jina jingine la kuwa yeye aliitwa Mlipano Mtikapangonde Mvangifidunda. Yaani Mlipano vile alivyokuwa anaua wanaume, Mtikapangonde ule mchezo aliofanya sehemu yenye isio na vumbi lakini vumbi likatimka. Mvangifidunda kaanzisha ule mlima ambao askari wote walikuwa wanaofikiwa na hofu watapanda vipi kwenda kupambana na adui kule juu. Katika kuhakikisha urithi huu wa kitamaduni haupotei, ni vema zikajengwa makumbusho za vijiji, kata, tarafa hadi wilayani ili kuhifadhi mikusanyo mbalimbali ya urithi wa kitamaduni pamoja na taarifa muhimu za kabila husika, ili vizazi vijavyo vya mwaka 1000, mwaka 6000, mwaka 10,000 mpaka mwaka 1,000,000 vije kujionea urithi huu wa kitamaduni unaopotea hivi sasa kama moshi. Ramadan.